Mwadhimishe tena kwa makofi yako, mwadhimishe tena kwa makofi yako. Haleluya, haleluya. Nyanyua mikono yako juu, na kama umekaa ni kuombe kwa dakika chache usimame, tuweze kuwa na maombi ya awali ya kuomba kwa ajili ya mtu binafsi. Kwa hiyo pale ulipo, tafadhali naomba usimame tuweze kuingia katika maombi ya awali kwanza kabla ya kusikia neno. Nyanyua mikono yako juu, sema: Bwana Yesu, tumekuja kukuabudu jioni ya leo kwa sababu wewe ndiwe mlinzi wa maisha yangu na nafsi yangu. Asante kwa kibali cha uzima, cha afya. Umenilinda Bwana katika mapito yangu ya siku hii ya leo. Umenitetea katika mengi, umenipigania katika vitu vingi. Mungu Baba, nafsi yangu inakutukuza, inakuinua wewe kwa uaminifu wako juu ya maisha yangu, katika jina la Yesu. Niko mbele zako jioni ya leo, sema: Mungu Baba, ninanyenyekea katika toba kwa ajili ya nafsi yangu, katika mawazo, katika maneno, katika mapito yangu ya siku ya leo. Yako mambo mengi inawezekana nimekukosa na kukutenda dhambi pasipokuwaza kwangu na kunena kwangu. Mungu Baba, ninakusihi kwa damu yako ya thamani inayonena mema, ukanioshe, ukanitakase na kunisafisha machoni pako na mbele za uso wako, nipate kibali katika jina la Yesu. Mungu Baba, achilia damu yako inayonena mema ikanitakase. Achilia damu yako inayonena mema ikanitakase na kuninyang'anya mahali ambako Bwana nafsi yangu imekamatwa, imeshikiliwa na imefungwa na aina ya kizuizi na aina ya uhalali, katika jina la Yesu. Niko mbele zako, ninaomba Bwana, nioshe, nitakase, nioshe, nitakase. Hebu fungua kinywa chako kwa habari ya nafsi yako, mwambie akutakase. Baba wa rehema, katika jina la Yesu aliye hai, tunakujia tena jioni ya leo, maana wewe ni Mungu ambaye umetupa uzima, umetupa kibali. Mungu, unajua mapito yetu ya siku ya leo, unajua mawazo, unajua maneno, unajua matendo, pale ambapo Bwana tumekukosea katika kuwaza, katika kunena, katika kutenda kwetu. Haikosi Bwana, yako mazingira ambayo Mungu Baba tumeyapita, nimeyapita. Ninaomba Bwana ukanitakase jioni ya leo, na kuniosha na kunipa kibali machoni pako, katikati ya aina ya kizuizi, katikati ya aina ya upinzani wowote. Bwana Mungu, ninaomba neema yako ikatujalie kukubalika tena jioni ya leo, maana wewe ni Mungu unayejua, wewe ni Mungu unayetambua. Tutakase, tuoshe Bwana kwa damu yako ya thamani. Ioshe Baba kwa damu yako ya thamani, katika jina la Yesu. Ukainyang'anye nafsi yangu mahali ambapo Bwana imekamatwa, imefungiwa, imeshikiliwa na kuzuiwa na aina ya nguvu yoyote katika ulimwengu wa roho. Jioni ya leo ninaomba Bwana ukapate kunitakasa, ukapate kuniosha, ukapate kunipa kibali machoni pako na mbele za uso wako, maana wewe ni Mungu unayetambua, unayejua, unayefahamu yaliyo mapenzi yako, katika jina la Yesu aliye hai. Ninaomba Bwana iruhusu na kuiachilia damu yako jioni ya leo, ikatupe kibali machoni pako na mbele za uso wako. Bwana, tunapokwenda kukusikia, tukakusikie katika neema, katika kibali cha kweli kutoka kwako. Baba wa rehema, fungua anga na mbingu za mahali hapa. Ondoa Bwana kila kizuizi, ondoa Bwana kila ushindani uliosimama katika ulimwengu wa roho. Jioni ya leo Bwana, tukapate kibali machoni pako na mbele za uso wako, katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Naomba tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi tena jioni ya leo, ikiwa ni siku yetu ya pili katika semina, maombi pamoja na kufunga, na tunaendelea na somo letu, na ujumbe wetu na kichwa kinasema kushughulikia majira na nyakati ili kuliishi kusudi. Kushughulikia majira na nyakati ili kuliishi kusudi.
Na jana tuna mambo ambayo tuliyapitia. Jambo la kwanza tulianza katika utangulizi wa somo katika mambo makuu manne. Utangulizi wa somo katika mambo makuu manne. Na jambo la kwanza tulisema lengo la kwanza katika kujifunza ujumbe huu ni kuwa na muda mrefu wa kuomba kunakolenga kushughulikia majira na nyakati kama malango kiroho. Kuwa na muda mrefu wa kuomba kunakolenga kushughulikia majira na nyakati kama malango kiroho. Lakini jambo la pili ambalo tulilitazama katika lengo, tuliona kwamba ni kutafuta kuzijua dalili za nyakati ama majira ya kuinuliwa kiroho. Kutafuta kuzijua dalili za nyakati ama majira ya kuinuliwa kiroho. Jambo la tatu tulitazama kwa habari ya kutambua vizuizi, ama lengo la tatu kutambua vizuizi vinavyoweza kutumika kukwamisha ama kuvuruga malango ya mafanikio yaitwayo majira na nyakati. Kutambua vizuizi vinavyoweza kutumika kukwamisha ama kuvuruga malango ya mafanikio yaitwayo majira na nyakati. Lakini lengo la nne tulizungumza kwa habari ya kupata maarifa. Kupata maarifa ama mbinu za kushughulikia vizuizi katika malango ya mafanikio. Kupata maarifa ama mbinu za kushughulikia vizuizi katika malango ya mafanikio yaitwayo majira na nyakati. Na katika mwendelezo tulianza kujifunza katika somo kwenye kipengele ambacho tulikipitia kinachozungumza kwa nini kushughulikia majira na nyakati, ama kwa nini tunashughulikia majira na nyakati. Jambo la kwanza tulisema ni kwa sababu ndani ya majira na nyakati ndiko kuliko na yafuatayo. Ndani ya majira na nyakati ndiko kuliko na yafuatayo. Jambo la kwanza, mabadiliko ya kiroho. Mabadiliko ya kiroho yanayobeba kipindi fulani cha maisha ya mtu. Mabadiliko ya kiroho yanayobeba kipindi fulani cha maisha ya mtu. Na tulipita kutoka kwenye kitabu kile cha Kutoka mlango ule wa 12 mstari wa kwanza na wa pili, lakini Isaya 33 mstari ule wa 6. Isaya 33 mstari ule wa 6. Jambo la pili B, tuliona ya kwamba vile vile tunaomba kwa ajili ya majira kwa sababu ndani ya majira ndiko kuliko na sauti ya Mungu inayomwongoza mtu juu ya nyakati fulani kiroho. Ndani ya majira ndiko kuliko na sauti ya Mungu inayotoa mwongozo kwa mtu juu ya nyakati fulani kiroho. Na tuliona kwenye kitabu kile cha Yeremia 22:21. Na mimi naomba nitumie ule mstari wa Yeremia 22:21 kujikumbushia tulikotokea jana kabla hatujaenda kwenye kipengele cha leo. Yeremia 22:21. Yeremia 22:21. Neno la Mungu linasema hivi. Yeremia 22:21. Mimi nalisema nawe wakati wa kufanikiwa kwako, lakini ulisema sitaki kusikia. Hii ndiyo iliyokuwa desturi yako tangu ujana wako, kutokuitii sauti yangu. Na hapa tulitafakari kwa pamoja kwa habari ya neno kusikia. Tukaona kusikia ni nini. Tukasema kusikia ni tendo la kuchukua hatua. Kusikia ni tendo la kuchukua hatua. Lakini pia jambo la pili tukaona kwa habari ya kusikia ya kwamba ni tendo la kutekeleza ulichoambiwa. Tendo la kutekeleza ulichoambiwa ama ulichosemeshwa. Na jambo la tatu kusikia tukaona ni kutii. Ni kutii katika yale uliyoyasikia. Kutii katika yale uliyoyasikia kunakoambatana na kutendea kazi. Na hapa tuliona kwamba
Mara nyingi Mungu anapotaka kumfanikishia mtu anasema naye kwa kipindi fulani, anasema naye katika majira fulani. Na katika kitabu hiki cha Yeremia tuliona huyu ambaye Mungu alisema naye kwamba Mungu anamwambia kwamba wakati wa kufanikiwa ulishapita, kwa sababu nilisema na wewe wakati huo wa kufanikiwa, lakini ukutii, lakini ukutekeleza, lakini ukuchukua hatua. Haleluya, watu wa Mungu. Jambo la tatu, nafanya turejea kwa sababu najua kwamba waliokuwa tulisikiliza na walio ambao walikuwa wanatufuatilia na wengine walikuja kufuatilia kupitia online. Jambo la tatu tukasema ndani ya majira ndiko kuliko na uwezo wa kutambua taarifa ya mambo yafuatayo. Taarifa ya mambo yafuatayo: mema ama mabaya. Tukaona kama kuna jambo fulani linakuja kwenye kipindi fulani, linakuja kwenye majira fulani, Mungu anasema ndani ya majira kuna kuwepo na taarifa. Ndani ya majira Mungu anaweka habari ya kumwandaa huyu mtu kwamba kuna jambo linakuja likiwa ni jema ama likiwa ni baya. Kwa hiyo majira vile vile yanabeba taarifa hii. Lakini jambo la pili tukaona kwa habari ya makusudi ya jambo fulani, kwamba vile vile ndani ya majira ndiko ambako pia kumebeba taarifa ya makusudi kwa habari ya jambo fulani. Na jambo la tatu tukaona kwamba pia ndani ya majira ndiko kuliko na kipindi cha jambo fulani kutokea. Ndani ya majira ndiko kuliko na kipindi kwa habari ya jambo fulani kutokea. Na jambo la nne tuliona kwa habari ya ndani ya majira ndipo kulipo na msimu wa kitu fulani, msimu wa kitu fulani. Jioni ya leo nataka tutazame pamoja kwa habari ya kipengele kingine cha pili kinachosema mojawapo ya nguvu inayoweza kutengeneza majira kiroho. Mojawapo ya nguvu inayoweza kutengeneza majira kiroho. Kwa jioni ya leo nitafundisha kutokea hapo. Nimeachana na vipengele vingine kwa sababu ya siku hizi tulizonazo tatu, ili angalau tuweze kupita kwenye vipengele vya muhimu ambavyo vitakuwa vinatuandaa kwa ajili ya maombi. Mojawapo ya nguvu inayoweza kutengeneza majira kiroho. Mojawapo ya nguvu inayoweza kutengeneza majira kiroho. Ya kwanza, maombi ya toba. Maombi ya toba. Maombi ya toba juu ya majira na nyakati zilizoharibika. Maombi ya toba juu ya majira na nyakati zilizoharibika kwa mtu. Maombi ya toba juu ya majira na nyakati zilizoharibika kwa mtu ama kiroho. Kwa mtu ama kiroho. Maombi ya toba juu ya nyakati zilizoharibika, juu ya majira na nyakati zilizoharibika kwa mtu ama kiroho. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini tumeandika maombi ya toba juu ya nyakati na juu ya majira na nyakati zilizoharibika kiroho. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 mstari wa 19. Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 na mstari ule wa 19. Kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 mstari ule wa 19. Matendo ya Mitume mlango ule wa 3 mstari ule wa 19 peke yake. Neno la Mungu linasema hivi. Matendo ya Mitume 3:19 anasema,
Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Naomba kurudia tena sentensi ile. Tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Naomba nimshukuru Mungu. Baba, asante kwa kuwa umetupa tena siku ya pili hii. Asante kwa ajili ya mahali hapa ambao tunasikia waziwazi kutokea madhabahuni hapa, lakini asante kwa ajili ya wengine ambao wanasikia online kupitia YouTube. Naomba tupe neema ya kusikia, tupe neema ya utulivu, tupe neema usikikaji mzuri katika vyombo vinavyotupa kusikia hapa, lakini kwa wale ambao wanasikia online, kwa sababu lengo lako ni kutuponya, lengo lako ni kutufungua, lengo lako ni kutupa kuelewa na kutupa maarifa. Naomba useme nasi Bwana, achilia utulivu katika kila eneo, ondoa upinzani wa kiroho, ondoa upinzani wa kimwili ambao waweza kupambana rohoni mahali hapa, lakini pia online kwa wale wanaosikia. Tusaidie Bwana, tuweze kupokea, tuweze kuguswa na wewe, na Roho yako Mtakatifu akayafunue mapenzi yako. Anza nasi tunapoanza sasa, lakini Mungu tunapoendelea, endelea nasi na tukawe na hitimisho jema katika hatua ya kusikia na hata katika maombi, katika jina la Yesu, amen. Wapendwa, jioni ya leo nazungumza kwenye kipengele cha tatu kutokea kipengele cha kwanza cha malengo ya somo na kipengele cha pili cha kwa nini tunashughulikia majira. Jana tulipita, na leo nataka tuone kwa habari ya mojawapo ya nguvu inayoweza kutengeneza majira. Tunapozungumza kwa habari ya kushughulikia majira, maana yake tunakuwa kwenye maombi ya kuomba kwa ajili ya kushughulika na majira. Na mbele yako nimeweka nguvu ya kwanza inayoitwa maombi ya toba juu ya majira na nyakati zilizoharibika kwa mtu ama kiroho. Maombi ya toba juu ya majira na nyakati zilizoharibika kiroho kwa mtu ama kiroho. Kitabu cha Matendo ya Mitume kinazungumza kwa habari ya toba, na hii ni habari ya Mtume Petro alipokuwa anaongea na watu mara baada ya kuwa kuna jambo amelifanya la kumponya yule kiwete ambaye alikuwa anakaa katika malango ya hekalu akiwa anaomba ama akitafuta msaada, mara baada ya kuwa kwamba hawezi kujitafutia kwa sababu ya udhaifu wa viungo, kama vile ambavyo Biblia inasema ya kwamba aliitwa kiwete. Na aliye kiwete maana yake ni kwamba hana udhaifu wa viungo, hana uwezo ambao anaweza akautumia akatembea akajitafutia na hatimaye akaweza kufanikiwa. Kwa hiyo Petro alipokuwa anaenda kusali, Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea, alimkuta mtu huyu anaomba, na Biblia inasema ya kwamba Petro akamwambia yeye na mwenzake kwamba sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Na Biblia inasema ya kwamba walichompa walimwambia ya kwamba kwa jina la Yesu simama na uende. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Simama na uende. Kwa hiyo Biblia inasema hawakuwa na pesa ya kumpa, hawakuwa na dhahabu ya kumpa. Ndivyo Petro anavyosema, hatuna pesa wala hatuna dhahabu. Na mimi nilipokuwa nasoma habari hii nilijaribu kuwaza kwamba inawezekana kweli kina Petro hawakuwa na fedha wala dhahabu, au inawezekana walikuwa nazo lakini rohoni wakasikia kutokumpa. Rohoni ndani yao wakasikia kwamba kutokumpa kwa sababu ya kile ambacho walikuwa wanaongozwa na Roho Mtakatifu kukifanya, kwamba inawezekana huyu mtu alikuwa amepokea msaada mara nyingi sana, alikuwa amepewa fedha mara nyingi sana, lakini inawezekana na hata kina Petro walishafanya hivyo, inawezekana. Lakini mara hii, majira haya, kipindi hiki, nyakati hiki,
kuna namna ambavyo Petro na mwenzake ama na mitume wenzake walisikia kitu cha tofauti ndani yao, kwamba kuna kitu mnatakiwa kukifanya kwa habari ya huyu mtu, kwamba hamtakii kuendelea kumpa, lakini kuna namna ambavyo anatakiwa kupokea kitu cha tofauti. Kwa hiyo zile nyakati zilikuja na kitu cha tofauti. Yeye alipokuwa anategemea kupewa fedha, kupewa msaada, kupewa mkate ambao angeula kwa siku kadhaa na hatimaye aweze tena kurudi tena kwa ajili ya kuomba, Petro ndani yao walisikia kwenye ulimwengu wa roho kwamba nyakati hizi zimebeba kitu cha tofauti, kwamba hatakiwi kupewa hela, hatakiwi kupewa msaada, lakini anatakiwa kukutana na nguvu za Mungu zitakazoweza kubadilisha maisha yake kutoka katika hali ya kuomba na kwenda kwenye maisha ya kujitegemea. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya. Uwe na uhakika kuna namna ambavyo kiliwatesa kina Petro, kwa sababu Biblia inasema huyu mtu alikuwa kwenye mlango wa hekalu mara kwa mara. Sio kwamba ilikuwa ni mara ya kwanza, hapana, alikuwa kwenye lango la hekalu. Na inawezekana yalikuwa ni maombi ya kina Petro na mitume kwamba huyu mtu atasaidiwa kama mhitaji hatarini. Na walipofika pale, kuna namna walisikia kwenye mbingu. Sio kwamba walikuwa hawana. Unasema wanajuaje? Walikuwa wanakwenda kuabudu, kwa vyovyote walikuwa na sadaka ya siku kwa ajili ya ibada. Wangeweza wakasikia rohoni kwamba hata Mungu anatuona, acha tumpe. Lakini walisema hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Wapendwa, hayakuwa maombi ya kawaida katika kumwombea kwamba wamtie tu moyo, lakini moyoni Petro alisikia ya kwamba ndani yake walikuwa wamebeba upako wa majira ya ule mtu kuinuka kutoka kwenye kuombaomba na kuanza kujitegemea kwenye maisha yake na familia yake. Sema amen. Kanisa sema amen. Kanisa haleluya. Kanisa tena haleluya. Unisikilize mwana wa Mungu, kila nyakati zinabeba kitu kwa ajili ya mtu. Kwa hiyo mtu huyu alizoea maisha ya kupewa kwa nyakati za nyuma, lakini kumbe katika ulimwengu wa roho kuna namna ambavyo Mungu alikuwa anamwandalia nyakati zingine za kubadilika kwa maisha yake. Yeye wakati anatarajia kwamba apewe mkate wa siku, Mungu yeye alikuwa ametengeneza mazingira ya kumuondoa kwenye kuwa mtu muombaji anayetegemea wengine, na yeye afike kwenye ngazi ya kujitegemea. Sema amen. Kanisa sema amen. Petro anasema sisi hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya. Unajua huko hapa katika semina hii ambayo Mungu ametupa katika madhabahu, kila tunapokuwa na mwisho wa mwezi ama mwanzo wa mwezi kuwa na semina ya kufunga pamoja na maombi, uwe na uhakika kama unafunga sawasawa, iko nguvu ya kubadili majira ambayo Mungu anaiachilia katikati ya kila moja. Hauwezi ukawa unakuja kufunga na kuomba bure. Kila anayefanya jambo hili kwa kumaanisha, uwe na uhakika kuna nguvu zinaachiliwa. Sema amen. Zile nguvu zinazoachiliwa uwe na uhakika zitaachilia mabadiliko ndani yako, kwenye maisha yako na kwenye kila eneo ambalo utatamani uone mabadiliko. Sema amen. Kina Petro walipoenda kwenye hekalu walikataa kwenda kwa mazoea. Kila walipokuwa na kwenda walitamani kumwona Mungu akifanya jambo jipya. Haleluya, kanisa, haleluya. Ndicho ambacho kilimfanya Petro alipofika kwenye mlango asitoe mkono mfukoni.
alisikia haya ni majira mapya. Badala ya mkono kwenda mfukoni, mkono ulienda kwenye moyo kuchomoa upako wa kubadilisha maisha ya ule mtu. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Manake alielewa hizi sio nyakati za kumpa cha kumlisha kwa siku kadhaa. Mungu ametengeneza nyakati mpya, kwamba hizi ni nyakati za kumuinua kwenye wheelchair, hizi ni nyakati za kumfanya atembee akajitegemee. Na Petro akasema kwa ujasiri, hatuna fedha wala dhahabu, lakini tulicho nacho ndicho tukupacho. Kwa jina la Yesu simama na uende. Na mimi nakwambia kwa jina la Yesu, hizi siku tatu zitumie kuinua ambavyo haviendi, kuinua ambavyo havisogei, vikainuke kwenye maisha yako. Uko upako wa kuamua kilichokufa kiinuke tena. Uko upako wa kuamua ambacho kilikuwa hakina matarajio tena ya kuzaa kitu kikazae kitu. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Petro alitambua majira ya kwamba kuna nguvu Mungu amewekeza ndani. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa naomba niende kwenye somo. Anasema tubuni. Nilipokuwa natafakari hapa, nikaona baada ya Petro kuwa wamefanya ule muujiza, watu walimkusanyikia wakashangaa. Ndio maana kusoma pale kuna mahali anawauliza, ndugu zangu, mbona mnatutazama kama sisi ndio tumefanya haya? Mbona mnatushangaa kama sisi ndio tumefanya haya? Akaanza kueleza aliyefanya kwamba ni Yesu mliyemuua akafufuka ndio amefanya haya. Wakaanza maswali na kushangaa sana. Kumbe mabadiliko yanaweza yakatokea kwenye maisha yetu. Petro akawaambia ndio. Kumbe huyu mtu alikuwa anateseka, kumbe yuko Yesu anayeweza kuleta mabadiliko kwenye maisha yetu kwa namna hii. Ndio. Awakauliza maswali, tufanyeje tuweze kuishi kwenye hizo nyakati za furaha na amani ambazo nasema huyo Yesu alikufa msalabani kwa ajili ya kurejeshea hizo nyakati. Petro akawaambia tubuni. Sio kwamba hakuna uwezekano, uwezekano upo, lakini kuna kizuizi cha dhambi. Tubuni, mkitubu zitakuja nyakati za kuburudika. Kanisa, haleluya! Kanisa, haleluya! Andika pamoja na mimi kwa haraka haraka. Andika pamoja na mimi kwa haraka haraka. Toba kibibilia huachilia kwa mtu. Toba kibibilia huachilia yafuatayo kwa mtu. Toba kibibilia huachilia yafuatayo kwa mtu. Toba kibibilia huachilia yafuatayo kwa mtu. Huachilia msamaha wa dhambi bila kujali ukubwa wa dhambi ama kosa. Huachilia msamaha wa dhambi bila kujali ukubwa wa dhambi ama kosa. Wapendwa, toba kibibilia huachilia yafuatayo kwa mtu. Jambo la kwanza, huachilia msamaha wa dhambi bila kujali ukubwa wa dhambi ama kosa. Ndio maana Petro alipokuwa anawaambia watubu, Petro aliamini katika toba bila kujali ukubwa wa makosa yao, ukubwa wa dhambi zao, kwamba yoyote anayekwenda kwa Mungu katika toba, Mungu anasamehe. Kanisa, haleluya! Mungu anasamehe. Ndio maana hata pale msalabani Yesu aliangikwa na majambazi wawili, lakini wale majambazi wote walikuwa wameua. Lakini Biblia inasema wakati wale waliomuua wakimdhihaki Yesu,
jambazi mmoja naye akamdhihaki, akaungana pamoja na wale waliokuwa wanamdhihaki Yesu. Lakini jambazi mmoja mwenzake akasema, we uone hata aibu kumsemesha huyu mwenye haki? Yeye amehukumiwa tu kwa dhuluma, sisi tunahukumiwa kwa matendo yetu mabaya, aidha ya mauaji na mengine yanayofanana na hayo, lakini huyu hana kosa. Akamaliza, akamgeukia Yesu, akamwambia Yesu, ninakuomba unisamehe, unikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Angalia maneno ya Yesu. Alimwambia yule jambazi saa ile ile kwamba nakwambia leo hii nitakuwa na wewe peponi, nitakuwa na wewe. Angalia lile neno, yani saa ile ile Yesu alitafsiri ile lugha kwamba unikumbuke, kwamba ni lugha ya msamaha, kwamba alikuwa anaomba msamaha, pamoja na kwamba aliua watu, pamoja na kwamba alikuwa amefanya maasi, lakini moyo wake ulipogeuka, wakati jambazi mwenzake akielekea jehanamu, yeye alielekea uzimani. Yeye alielekea uzimani. Unajua ni nini pointi inayokuambia kwamba toba kibibilia huachilia yafuatayo kwa mtu. Huachilia msamaha wa dhambi bila kujali ukubwa wa dhambi ama kosa. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya. Kwa hiyo katika nyakati hizi za siku tatu za maombi ya kufunga na kuomba, usichukulie kawaida, usichukulie kwa mazoea. Mtu yoyote ambaye anachukulia kwa makini, ni lazima katika maombi haya ya siku tatu kuna mabadiliko utayaona kwenye maisha yako. Kuna kitu kitazaliwa, ili mradi tu usiende kawaida. Unajua Mungu yeye anafanya kazi na watu ambao kufanya kwao ama kujituma kwao wanafanya katika hali ya hofu na kumwogopa Mungu. Yani usifanye vitu kwa mazoea, usifunge kwa mazoea. Hata katika toba, tubu katika toba inayotoka moyoni. Sema amen. Kanisa sema amen. Hosea, angalia kitabu cha Hosea. Hosea mlango ule wa 6 mstari ule wa kwanza. Hosea mlango wa 6 mstari ule wa kwanza. Kitabu cha Hosea mlango ni ule wa 6. Hosea mlango wa 6 na mstari ule wa kwanza hadi wa 3. Kitabu cha Hosea mlango wa 6 mstari wa kwanza hadi wa 3. Angalia anavyosema, Njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya, yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Angalia mstari ule wa 2, baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua, na kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. Haleluya, watu wa Mungu, kanisa la Mungu, haleluya. Andika chini na notebook yako, toba ya kweli ina nguvu ya kufufua vilivyokufa. Toba ya kweli ina nguvu ya kufufua vilivyokufa. Toba ya kweli ina nguvu ya kufufua vilivyokufa. Angalia kipindi kile cha Esther. Esther alikuwa ameshapoteza nafasi na mahusiano baina yake na mume ambaye alikuwa ni mfalme, lakini walipoingia katika toba ya kweli, yale mahusiano yalifufuka. Kibali ambacho kilikuwa kinamheshimisha kwenye ndoa kilirejeshwa. Kwa nini? Toba ya kweli ina nguvu ya kufufua vilivyokufa. Ili mradi tu ndani yako umemaanisha. Yeye hapa kwenye Hosea amesema kwamba njooni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya,
yeye amepiga, yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua. Siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Kwa sababu Biblia na kiroho, dhambi inaua. Dhambi inaua. Unapoona mahali pengine tuna mapito, tuna changamoto, tuna maisha tunayoyapitia, ni matokeo ya dhambi. Tunaporejea kwake, yeye anafufua. Kanisa, haleluya. Yule aliyekuwa ombaomba kwenye mlango mzuri wa ibada, viungo vilikuwa vimekufa, lakini katika maombi ya wale ndugu kina Petro walipopeleka toba mbele za Mungu, Biblia inasema ya kwamba uhai kwenye viungo vyake ulirejeshwa. Yule mtu akarudia ukawaida wake, akaanza kutembea na akaanza kuishi katika uhalisia wa maisha yake. Kanisa, haleluya. Andika jambo la pili, B, hurejesha. Toba ya kweli hurejesha tena mahusiano mema baina ya mtu na Mungu. Toba ya kweli hurejesha mahusiano mema baina ya mtu na Mungu. Toba ya kweli hurejesha tena mahusiano mema baina ya mtu na Mungu. Biblia kwenye kitabu kile kile cha Matendo ya Mitume 3:19 anasema, tubuni basi mrejee, dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa. Mungu tuliye naye ni Mungu wa nyakati. Nyakati ziko mikononi mwake. Kwa hiyo watu wanapokosea, manake nyakati zinaondoka ama zinavurugika. Kwa lugha nyingine, manake Mungu naye anaondoka. Tunapotubu, Mungu anarejea. Mungu akirejea kwenye maisha yetu, vile vile na nyakati za kufanikiwa zinarudi. Sema amen. Kanisa la Mungu, sema amen. Jambo la tatu, C. Toba ya kweli hurejesha nyakati za amani na mafanikio. Toba ya kweli hurejesha nyakati za amani na mafanikio zilizoharibiwa na uovu. Toba ya kweli hurejesha nyakati za amani na mafanikio zilizoharibiwa na uovu. Toba ya kweli hurejesha nyakati za amani na mafanikio zilizoharibiwa na uovu. Kitabu cha Hosea 14. Hosea mlango wa 14 na mstari wa kwanza hata ule wa 5. Hosea mlango wa 14 mstari wa kwanza hadi ule wa 5. Wenzetu wametuwekea pale. Hebu tusome pamoja. 1, 2, 3, twende. Israeli, mrudie Bwana Mungu wako. Naomba tuseme kwa sauti tafadhali. 1, 2, 3. Naam. Ndio. Ndio. Naam. Naam. Ndio. Ndio. Naam. Ndio. Ndio. Ashuru hata kuokoa. Ndio. Ndio. Naam. Kwako wewe wasio na baba hupata rehema. Ndio. Naam. Ndio. 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 Naam. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 5 ndio tulikubaliana kuishia hapo. Kwenye kitabu hiki cha Hosea
kinaonesha namna ambavyo toba ya kweli hurejesha nyakati za amani na mafanikio zilizoharibiwa na uovu. Israeli walipokosea, Mungu akamwinua nabii Hosea kuongea nao kwamba Mungu anataka tu toba ya kweli. Mkitubu yeye atasamehe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Atasamehe na kurejesha tena nyakati za furaha, nyakati za amani. Walipotambua, wakatubu, wakanyenyekea, Mungu akaingilia kati, akasamehe na hatimaye akarejesha tena nyakati za amani na mafanikio kwao. Kwa sababu toba ya kweli inashughulika na uovu. Maana yake hakuna namna ambavyo tunaweza tukatubu kile kilichokuwa kinatuonea, uovu uliokuwa unatuonea ukabaki pale pale. Kwa nini? Tunapotubu yeye ni wa rehema. Sema amen. Anaondoa uovu na hatimaye anarejesha mahusiano. Kanisa, haleluya. Tena haleluya. Andika pamoja nami nguvu ya kipekee. Andika pamoja nami nguvu ya kipekee iliyofichwa katika maombi ya toba kiroho. Nguvu ya kipekee iliyofichwa katika maombi ya toba kiroho. Nguvu ya kipekee. Tukimbia haraka tafadhali, kwa sababu tunakuwa na muda. Nataka tuwe na muda mrefu kidogo wa maombi. Kwa na mimi ukiona nakimbia ni kwa ajili ya kuwa na muda pale mwishoni wa kuomba. Nguvu ya kipekee iliyofichwa katika maombi ya toba kiroho. Nguvu ya kipekee iliyofichwa katika maombi ya toba kiroho. Ya kwanza, nguvu ni nguvu ya kufunua mambo ya siri. Ni nguvu ya kufunua mambo ya siri yaliyofichika machoni pa mtu kiroho. Nguvu ya kufunua mambo ya siri yaliyofichika machoni pa mtu kiroho. Nguvu ya kufunua mambo ya siri yaliyofichika machoni pa mtu kiroho. Kitabu cha Yoshua mlango wa 7 mstari wa 6 hadi ule wa 12. Yoshua mlango wa 7 mstari wa 6 hadi ule wa 12. Angalia neno la Mungu linavyosema. Nashukuru ametuwekea pale kwenye screen. Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana hata jioni. Yeye na wazee wa Israeli wakatia mavumbi vichwani mwao. Kutia mavumbi ya Agano la Kale ilikuwa kiashirio cha toba. Yoshua akasema, Ee Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungalikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Ee Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapa visogo adui zao? Maana Wakanaani na wenyeji wote wa nchi hii watasikia habari hii, nao watatuzingira na kulifuta jina letu katika nchi. Nawe utafanya nini kwa ajili ya jina lako kuu? Bado Yoshua yuko kwenye maombi ya toba. Bwana akamwambia Yoshua, sawa, yamemgusa Mungu maombi haya. Mungu amesikia, Mungu anatoa majibu. Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka. Mbona umeanguka kifudifudi hivi? Israeli wamefanya dhambi. Naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza. Naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu. Tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Mstari wa 12. Ndiposa wana wa Israeli hawawezi kusimama mbele ya adui zao, wakawapa visogo adui zao, kwa sababu wamelaaniwa. Mimi sitakuwa pamoja nanyi tena
msipokiharibu kitu kile mlicho nacho kilichowekwa wakfu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ninazungumza kwenye kipengele kingine kinachosema nguvu ya kipekee iliyo katika maombi ya toba kiroho, na nazungumza ya kwanza inayosema maombi ya toba yana nguvu ya kufunua mambo ya siri yaliyofichika machoni pa mtu. Haleluya, kanisa la Mungu, haleluya, tena haleluya. Watu wa Mungu, kati ya nguvu ya kipekee iliyo katika maombi ya toba ni nguvu ya kufunua mambo ya siri yaliyofichika machoni pa mtu pale muhusika anaposimama kwa dhati ya moyo wake kwenye eneo hili la maombi ya toba. Unaposimama kwa kumaanisha, kwa kudhamiria, maombi ya toba yana nguvu kubwa sana ya kufunua mambo ya siri ambayo yamefichika machoni pa mtu. Kanisa, haleluya. Wapendo, haleluya. Watu wa Mungu, nataka uelewe, leo tuko siku ya pili. Usiombe kawaida. Unapoomba dhamiria, unapoomba maanisha, kwa sababu maombi ya toba yana nguvu kubwa sana ya kufunua mambo ya siri usiyoyajua. Mara nyingi watu wengi tunateseka na mambo tusiyoyajua. Saa nyingine hata mtu anafika mahali anakata tamaa, kumbe kuna jambo la siri usilolijua. Yoshua alikuwa amewaandaa ili taifa, baadhi ya watu ambao ni askari, ni majeshi, waende kupigana. Na hata mwanzoni walipokwenda kwenye uchunguzi, Biblia inasema waliona lile eneo watalipiga kirahisi sana. Waliokwenda kuchunguza wakasema tuma watu kama 2000 ama 3000 wanatosha. Ni kweli, akaandaa kikosi kikaenda, lakini katikati ya walioenda kuna watu waliokosea, na walipokosea Mungu akaondoka. Na Mungu alipoondoka, walipokwenda vitani, Mungu hakuwa pamoja nao, kwa wakapigana vita, lakini wanapigana vita Mungu akiwa hayupo. Watu wa Mungu, hakuna kitu kibaya kupigana vita wakati Mungu hayupo, kwenda vitani wakati Mungu hayupo. Ni kweli unafanya biashara, lakini unapofanya hiyo kazi ama hiyo biashara kama Mungu hayupo, utatumia nguvu kubwa sana, kwa sababu anayetuwezesha kwenye vita yoyote, kwenye jambo lolote ni Mungu. Haleluya, kanisa, haleluya. Kwa hiyo walipokwenda vitani, Mungu hakuwa pamoja nao, na Biblia inasema wakapigwa kiasi cha maelfu ya watu kuuawa. Yoshua kama kuhani ikamsumbua sana, akaanza kumlilia Mungu. Kwa nini umeacha watu wakapigwa wakati tulikuuliza ukasema pelekeni watu 2000 ama 3000? Yoshua akaanza maombi ya toba kuanzia asubuhi mpaka jioni, yeye na wazee wa Israeli. Ndipo katika toba Mungu akamwambia, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Katika toba, andika kwenye notebook yako, katika toba ndiko eneo la kipekee ambalo Mungu anaongea kirahisi. Katika toba ndilo eneo la kipekee ambalo Mungu anaongea kirahisi. Mahali pengine sio kila maombi Mungu anaongea, lakini kuna maeneo maalum ambayo Mungu hawezi kunyamaza, eneo linaloitwa toba.
Kwenye maombi ya toba ndiko ambako Mungu anaongea kirahisi na kiwepesi. Hapa tunaona namna ambavyo alilia Joshua, Mungu akatokea akasema, Joshua mwanangu, inuka, sijawaacha wala niliposema watume sikukosea, ila Israeli wametenda dhambi. Kwa hiyo hapa tunaona namna ambavyo toba ilimpa wepesi Yoshua kutambua kwa nini wana wa Israeli walipigwa. Toba inakupa wepesi kujua kwa nini ninapita hapa. Toba inakupa wepesi kwa nini changamoto hii. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Toba inakupa wepesi kwa nini upinzani huu kwenye hii biashara, kwa nini upinzani huu kwenye hii kazi. Toba inakupa wepesi kutambua kwa nini kuna nachukiwa, ni nini chanzo cha roho ya kukataliwa. Toba inakupa wepesi kutambua kwa nini ninaonewa kwenye hili eneo, kama ni kwenye uchumi, kama ni kwenye ndoa. Kwa nini ninaonewa? Kwa nini ninaonewa kwenye kazi zangu? Kwa nini naonewa kwenye haki yangu? Nilistahili kupewa, hii ni haki yangu, lakini kwa nini ninaonewa? Toba ina nguvu ya kufunua na kukuonesha waziwazi. Sema amen. Kwa nini nasema haya? Ni ili hata unapoendelea kufunga, hata kama hujafunga lakini upo katika maombi ya toba, hakikisha ya kwamba kuomba kwako unadhamiria kutokewa na Mungu kukupa majibu juu ya jambo fulani unaloliombea. Pigia Yesu makofi kama umeelewa kitu ambacho nimesema. Haleluya. Andika pamoja nami sentence hii. Kila mahali alipokwama mtu kiroho ama kimwili kuna vifuatavyo. Kila mahali alipokwama mtu kiroho ama kimwili kuna vifuatavyo. Kila mahali, wewe unayeandika, alipokwama mtu kiroho kuna vifuatavyo. Kila mahali. Inawezekana ni mahali ambapo kimaisha unaona mkwamo, lakini nataka nikuambie vifuatavyo. Kila mahali alipokwama mtu kiroho ama kimwili kuna vifuatavyo. Roman 1, andika Roman 1. Jambo la kwanza, zuio la siri kiroho. Zuio la siri kiroho. Mpendo mwana wa Mungu ulioko hapa kwenye hii madhabahu ya Mungu ambayo Mungu ametupa kusikia kwa siku 3, na wewe unayetufuatilia online kwenye TV, hakuna namna ambavyo unaweza ukakwama mahali katika ndoa, katika uchumi, katika kazi, katika malengo, katika mipango, katika mikakati yako kimaisha, kama hakuna zuio la siri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nitakuonesha kimaandiko. Popote anapokwama mtu ni lazima kiwepo na sababu, hata kama ni ya kimungu, lakini lazima iwepo. Haleluya kanisa, haleluya. Cha kwanza nimesema zuio la siri kiroho. Kwa ukiona kuna mahali uendelee, yani kwa mfano ulikuwa unaona unafanya vitu vinaenda kwa spidi, unaona amani kwenye ndoa, unaona spidi kwenye uchumi, unaona spidi kihuduma, unaona spidi kwenye mambo mengine, halafu ghafla ule upako unakatika, ghafla kunatokea uzito, ghafla unaanza kuona hali ya hukumu. Lugha ya kiroho kuna kazuio, hata kama hujajua, lakini kuna kakizuizi ama kuna kazuio kasiri. Haleluya. Jambo la pili, andika kikwazo asichokijua. Kikwazo asichokijua mtu. Ukiona umekwama mahali
lugha ya kiroho, kuna kikwazo usichokijua. Kinaweza ikawa kikubwa ama kinaweza kikawa kidogo. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani nilikuwa na huduma mahali, mwaka 1600, ilikuwa ni mwaka 2013, nilikuwa na semina usharika wa Mbezi Luis. Zamani kabisa, wakati wanaishi barabarani kabla hawajabomoa pale maarufu kibanda cha mkaa pale, ile jengo la barabarani. Ilikuwa ni semina ya siku 8. Katika ile semina nikaanza vizuri sana. Upako siku ya kwanza, yani unafundisha, unaona watu wanakuelewa, mpaka saa nyingine kuna saa unaona mapepo yanalipuka, saa unafundisha, na saa ya maombi unaona breakthrough kubwa sana. Siku ya kwanza, siku ya pili, na mahudhurio yalikuwa mazuri vibaya mno. Siku ya tatu, usiku wake, angalia kilichotokea. Nikapokea simu kwa mke wangu. Simu kwa mke wangu, ilikuwa kuna jambo ananiambia ambalo kwa kweli yeye binafsi alikuwa anataka kujitetea kwangu kwamba sasa kuna jambo hili, naomba unisaidie, tunafanyaje? Ilikuwa ni la kifamilia, na hili linatoka kwa familia wakwe zangu, kwamba kuna harusi, na ile harusi kumbe imeshapangwa muda mrefu, na kwa bahati mbaya kabisa wakapitiwa na kusahau kunishirikisha. Walipopitiwa kunishirikisha, wakaja wakakumbuka hatua za mwishoni, wanaona aibu sasa kwamba mko tunamwambiaje. Kwa hiyo wakapita kwa mwanawe kwamba tunaomba usaidie kuongea na mkwe kwamba kwa kweli kulikuwepo na 1 2 3, lakini kwenye mipango sijui tumesahauje, na mtu aliyepewa habari na yeye akapitiwa. Sasa tunaona aibu, tumwambieje? Kwa hiyo akanipigia simu ile jioni, ndo nimetoka madhabahuni, nimeenda kupumzika, akawa ananieleza. Alipokuwa ananieleza ubinadamu, hebu sema ubinadamu, hebu sema ubinadamu, ukaniingia. Nikaona hii ni dharau, kwamba kwa nini wasiniambie muda wote, pamoja na kwamba yeye anaongea sasa, kwamba anaongea na mume wake na anaongea kwa lugha ya unyenyekevu, anataka kuwasilisha kile ambacho anaona kwamba sasa ni kosa. Ubinadamu ukaniingia. Nikamwambia, mama, nisikilize, waliona sina thamani kwenye hilo jambo, ndio maana au kuniambia, yani ni kesho kutwa ndio wananiambia. Mimi nikajibu hivi, unisikize mwana wa Mungu, nakuambia kwa habari ya zuio la siri. Kumbuka nimetokea huku kuambia upako ulikuwa mzuri kwenye kufundisha, mpaka sasa unafundisha mapepo yanalipuka, hujaanza kuombea. Na nikakwambia mpaka na mahudhurio, nilikuwa na maana yangu. Kuna mahali nakupeleka nilipokuambia mpaka na mahudhurio, nilikuwa na maana yangu. Sikiliza sasa. Kumbe niliposema lile neno, mwenzangu nafsi yake ikainama, kwa sababu hakutegemea kwamba ningempokelea vile. Na yeye maneno niliyomjibia, naye akasema haya basi, lakini mimi nimeshafikisha ujumbe. Tukaongea mambo mengine, kakata simu. Kesho yake mwanangu, na kesho yake, yani madhabahu ni nzito, sio kawaida. Yani watu ni wale wale ambao ulianza nao vizuri, unafundisha wanakuelewa, mapepo yanalipuka kwenye viti, saa ya maombi upako ni mkubwa, na mahudhurio kesho yake tena iliyofuata, na mahudhurio yakaanza kupungua. Kumbuka siku ya kwanza upako umeanza kukata, yani nafundisha kwa ugumu, unasukuma neno kwa ugumu, unasukuma maombi kwa ugumu. Watu wale wale walikuwa wanakuelewa, kesho yake hawakuelewi. Siku ya pili yake naenda, siku nyingine nikaomba sana usiku wake. Sitasahau, niliomba masaa 3 usiku, ninalia. Mara ya mwisho nikajikuta nimelala kwenye sakafu, makamasi yananitoka, yani ile hali ya maombolezo ya kufika sasa ni makamasi tu yanakutoka, baada ya kuwa machozi yamekutoka sana. Mungu, kwa nini? Mbona unaniacha? Mbona unaniaibishia saa ya kumaliza? Mungu, kweli tumeanza vizuri, kwa nini Mungu? Hii ndio inanikumbusha habari ya Joshua. Mungu akaniambia, mwanangu, unataka nikusemeshe nini? Nikasema ndio. Sauti ya Mungu inaongea na mimi kabisa. Uliharibu mwenyewe.
Nikashtuka mpaka nikakaa. Nikasema Mungu, nimeharibu mwenyewe vipi? Akasema unakumbuka ulivyomjibu mwenzako juzi? Alikuja kwa lugha ya upendo kukuelezea jambo ambalo limekosewa na ametumwa kuja kusema kwa niaba. Unakumbuka lugha uliomjibu? Nikasema ndio. Akasema lile jambo liligonga kwenye moyo wa mke wako, nafsi yake ikainama, naye akanyamaza. Akasema sikujua mme wangu angenijibu hivi, tena ni mtumishi wa Mungu akanijibu hivi. Unajua, nikatetemeka, nikasikia kukaa kitako kabisa pale kwenye sakafu. Nikaanza kutubu moja, Mungu nisamee. Akasema mimi nimeshakusamee, ongea na mwenzako, yeye ndiye amefunga mbingu. Kukasirika kwake ndo kimefunga mbingu. Kwa alfajiri saa 12 kasoro nikapiga simu. Hata yeye mwenyewe akashangaa, mbona nimepiga simu saa 12 kasoro? Akapokea akasema kulikoni, kuna nini? Anaongea vizuri, huwezi kuamini kwamba kuna shida kwenye moyo. Anaongea vizuri. Kulikoni mume wangu? Nikasema kwa kweli nimepiga kwa wasalimia. Akacheka akasema, mbona siku zote upigage alfajiri namna hii? Ikabidi nijisalimishe. Nikasema kwa kweli naomba kusema ule ukweli, hii simu ilikuwa sio ya kusalimia mapema hivi, ilikuwa ni simu ya kuomba msamaha. Asema kulikoni? Nikasema mimi ninateseka siku ya 3 sasa, naelekea. Mwanzoni watu walikuwa wananielewa mpaka mapepo wanalipuka kwenye viti. Saa ya maombi nafanya wepesi, watu wanaogelea kwenye maombi. Toka tumeongea mke wangu na kuambia ukweli, kuanzia kesho yake na kuendelea, madhabahu ni ngumu na watu wanaelewi kama mwanzoni. Na siku iliyofuata naanza kuona wingu la mahudhurio linakata. Akasema kulikoni? Nilipokuwa kwenye maombi nimemwambia usiku wa leo, toka nimeamka saa 8 sijalala mpaka nakupigia simu za sasa hivi. Mungu amemalizia asubuhi alfajiri, akaniambia niliharibu mwenyewe. Nikamuuliza Mungu, niliharibu vipi? Akaniambia nilivyokujibu vibaya uliumia. Nikamwambia, akaanza kulia, mke wangu akaanza kulia sana. Mimi mwenyewe nikaanza kulia mbele ya safari. Yaani kwa sababu amelia na msubiri anyamaze. Anyamazi. Kile kilio kikanionyesha namna ambavyo nilimuumiza kwa neno. Baada ya kuwa amelia na mimi sasa nimelia, nikamwambia mke wangu, nakwambia ukweli, sikuwa na nia mbaya, lakini niliumia ndani kuona kwamba huku nyumbani wazee ni kama hili jambo lilikuwa linihusu, kwa hiyo wala mimi nilikuwa sina shida na wewe. Akasema lakini ungenipokelea mimi simu na kunielewa kwamba nilichokuwa naongea nilikuwa naongea kwa niaba yao, kwa sababu na wao walikuwa wameogopa kukusemesha. Nikamwambia mke wangu, nimeelewa, naomba nisamee. Akanisamee, tukatengeneza. Baada ya kutengeneza, jioni wingu lile lile la watu kunielewa, wingu lile lile la watu kulipuka kwenye viti, la watu kuomba kwa mzigo na maongezeko. Mpaka namaliza semina watu wamejaa na wanaelewa na wanafundishika. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Kizuizi cha siri hapa, ninaongea kizuizi cha siri, namna ambavyo unaweza ukawa umeokoka, unaweza ukawa mtumishi wa Mungu kama nilivyokuwa na mimi nafundisha, lakini ukashangaa ghafla upako unakatia mahali fulani. Vitu vilikuwa vinaenda, vitu vilikuwa vinastawi, vitu vilikuwa vinachanua. Baada ya muda fulani, kazini kupanda cheo kumekwama, sijui kuongezeka kumekwama, kibali kile cha kwanza cha kikazi kimekata. Kumbe kuna kizuizi cha siri usichokijua. Kilichonisaidia mimi, maombi ya toba. Ningesema tu kwamba nimeokoka naendelea kuomba, Mungu ananisikia, au ningerizika na yale mazingira kwamba leo watu wamekamatwa kazini. Jamani, Dar es Salaam kuna foleni na wakati hata mwendo kasi hamna, labda tuseme kwamba ni foleni. Ningebaki kusema ni foleni, ningebaki kusema ni matukio fulani yamezuia. Kumbe kizuizi kilikuwa juu yangu mwenyewe. Ninakuombea kwa Mungu, ndani ya siku 3 hizi Mungu akupe kutambua kizuizi ambacho kimekukwamisha mahali fulani. Sema amen. Kanisa, sema amen. Kanisa, naomba nisaidie kusema amen. Nataka nisikie sauti tena, sema amen. Jambo la 3. Hivi tumezungumza cha 3 eh?
Tumeishia cha ngapi? Cha pili. C, andika C. Pingamizi la haki juu yake. Pingamizi la haki, pingamizi la haki juu yake. Narudia mara mbili. Najua kuna watu wanisikii vizuri kwenye microphone. Pingamizi la haki. Kuna kakitu kamepungua kidogo leo. Setup ya jana ilikuwa nzuri kweli, lakini leo kuna kakitu kamepungua. Pingamizi la haki, pingamizi la haki juu yake ama juu ya mtu. Vile vile hauwezi ukakwama mahali kama hakuna pingamizi la haki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ukiona umekwama mahali fulani, tafuta kujua, tafuta kulielewa pingamizi la haki ambalo limekuzuia mahali fulani. Na hili unaweza ukalipata tu kupitia toba. Kanisa, haleluya. Jambo la nne, uhalali wa kitu fulani. Uhalali wa kitu fulani. Vile vile mtu anapokwama mahali, kunaweza kuwepo na uhalali wa kitu fulani. Huwezi kukwama pasipo kitu fulani ambacho ni uhalali ambao umetumika kukuzuia. Haleluya. Cha tano, nataka niweke vyote halafu nisome neno halafu tuhitimishe. Cha tano, sababu isiyojulikana kiroho. Sababu isiyojulikana kiroho. Ndio maana watu tuliokoka tunatakiwa kuishi, yani ndivyo ilivyo, kuishi kwenye maisha ya toba ni sehemu ya maisha yetu. Kuna mtu anauliza, nimesema sababu isiyojulikana kiroho. Cha sita na cha mwisho, jambo la siri lililofichika machoni pa mtu kiroho. Jambo la siri lililofichika machoni pa mtu kiroho. Jambo la siri hili la mwisho kabisa, andika, jambo la siri lililofichika machoni pa mtu kiroho. Vile vile mwana wa Mungu, hauwezi kukwama mahali kama hakuna sababu isiyojulikana kiroho kwako, kama hakuna jambo la siri lililofichika machoni pa mtu. Ukiona umekwama mahali, kuna jambo la siri. Angalia Zaburi ya 19. Zaburi ya 19. Nitumie dakika 3 hapa kuweka mistari kadhaa, halafu tuombe. Unataka kuona spidi kwenye vitu vyako? Ndio. Unataka kuona unainuka tena? Ndio. Unataka kuona unastawi tena? Ndio. Tafuta kujua zuio la siri. Tafuta kujua kikwazo kisichojulikana kwako. Tafuta kujua pingamizi la haki. Tafuta kujua uhalali wa kitu ambacho kimekuzuia mahali. Tafuta kujua sababu isiyojulikana mahali ambayo imekuzuia mahali kiroho. Na jambo la mwisho, tafuta kujua jambo la siri lililofichika machoni pako kiroho. Angalia Zaburi ile ya 19. Nitumie dakika 3 zilizobaki kwa ajili ya kumalizia, alafu tusimame kuomba. Zaburi ile ya 19 mstari wa 12 hadi wa 14. Zaburi ya 19 12 hadi 14 nasema, ni nani awezaye kuyatambua makosa yake? Unitakase na mambo ya siri. Umzuie mtumishi wako asitende mambo ya kiburi, yasinitawale mimi. Ndipo nitakapokuwa kamili, ndipo nitakapokuwa, anasema kamili, nami nitakuwa safi, sina kosa lililo kubwa. Nataka uone ile neno, ndipo nitakapokuwa kamili. Hebu sema na mimi, ndipo nitakapokuwa kamili. Nimefurahi mlivyosema, lakini ongeza sauti. Sema, ndipo nitakapokuwa kamili. Watu wa Mungu, kilicho kamili maana hakina mapungufu. Amen. Kilicho kamili hakina kasoro. Kati ya kitu ambacho kilimsaidia Daudi kuweza kufanikiwa, kumbuka tunazungumza kwa habari ya kushughulikia majira na nyakati ili kuliishi kusudi. Kati ya kitu ambacho kilimfanya Daudi aweze kuishi kusudi ambalo Mungu alimuumbia
Ni pale alipoanza kufanya research, pale alipoanza kufuatilia feedback ya maisha yake, ndipo ndio ule unakomuona kwenye Zaburi, Mungu ni rehemu sawa sana fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako, uyafute makosa yangu. Nimejua mimi makosa yangu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Ilikuwa ni katika hatua za kutafuta kwa nini nakwama kwenye kusudi ambalo Mungu ameniumbia. Wala siku moja bila tunafahamu kwenye Matendo ya Mitume kama sikosei, mlango wa 13 nafikiri mstari wa 36 kama sikosei, kuna mahali anaposema mara baada ya Daudi kulitumikia kusudi la Mungu akalala. Unafikiri kwa nini alifanikiwa kulitumikia kusudi la Mungu? Mmoja, aliweza kupangua vikwazo, aliweza kufahamu kushughulika na mazuio ya kifamilia. Alifanikiwa mpaka akagundua kuzaa na mke wa Uria haukuwa mpango wake. Kuanguka kwenye zinaa mara nyingi haukuwa mpango wake, ni zuio la siri kutokea toka anatungwa mimba. Alipogundua akaomba, akapambana, vile vitu vikaondoka. Zaburi anasema unitakase na mambo ya siri. Kwa hiyo mambo ya siri kiroho yanaweza yakatumika kumchelewesha mtu, kumkawiza mtu, ama kumzuia mtu akifanya kusudi ambalo Mungu amemzuia, Mungu amemkusudia kwenye maisha yake. Kilicho cha siri kinaweza kukunyima amani kwenye ndoa. Kilicho cha siri kinaweza kukunyima furaha kazini. Kilicho cha siri kinaweza kukunyima ukiongezeka ama kupanuka kimaisha, kwa sababu ni kitu usichokijua. Raha tulionao ni hii kwamba kwenye toba mtu anayezama waziwazi, nani Yoshua alipozama akatambua. Daudi naye alipozama kipindi kile alipoachiliwa kiti cha ufalme na Sauli akagundua kwenye Samuel wa pili. Hebu andika Samuel wa pili 21:1, nimalizie na hilo neno. Samuel wa pili 21:1. Angalia kitabu cha Samuel wa pili, wakati Daudi pia akiwa amepewa kiti cha ufalme, alipokwama miaka 3 akaomba kwa toba. Mstari wa kwanza, kulikuwa na njaa muda wa siku, muda wa miaka 3, mwaka kwa mwaka, naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Asingetafuta, ingeendelea na mwaka wa 4 na mwaka wa 5 na mwaka wa 6 na wa 10 na kadhalika, au mpaka ufalme wake anamaliza muda wake wa utawala. Taifa liko chini kwenye umaskini, taifa linateseka. Lakini alipouliza, ndipo Mungu akamwambia chanzo. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu alibariki neno lake. Naomba tumpigie Bwana Yesu makofi mengi 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 tafadhali, halafu usimame kwa miguu yako. Leo nataka kila mmoja kwa toba, twende kwenye toba kwa ajili ya zuio la siri ama kitu cha siri kinachopambana ama kinachotuzuilia kuwa mahali fulani ama kufanikiwa ama kufika katika kusudi fulani ambalo Mungu ametukusudia, ama kuishi kwenye kusudi fulani ambalo Mungu ametukusudia. Na nikuombe ukamate sadaka yako niweze kumshukuru Mungu, alafu tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka, alafu tuweze kwenda katika maombi. Utukufu na heshima vyote ni vyako wewe, wastahili, wastahili, wastahili. Wakati wanajiandaa, naomba niseme neno kwa ajili ya sadaka tafadhali. Asante praise Mungu, asante kwa ajili ya utoaji wa sadaka ambao tunakuletea.
Utubarikie Bwana, kila mmoja anapokuja kunyoosha mkono kwenye chombo cha sadaka kwa habari ya madhabahu hii na kwa habari ya ibada ya jioni ya leo. Baraka zako ziambatane pamoja nasi, na hata Mungu tunapoingia kwa ajili ya kuomba, tuongoze na kutusaidia katika kuomba kwetu kupata kibali katika jina la Yesu. Amen. Karibu praise team. Karibu kwa ajili ya sadaka tafadhali. Mikono yako juu. Niombe ndugu zetu mtusaidie kwenye sauti kidogo, angalau tukae vizuri. Kwa kweli nilikuwa na siku 21 za maombi ya kufunga, kwa hiyo angalau kamekauka. Kwa hiyo naomba Mungu amewapa neema hiyo, mtusaidie ili tuweze kuomba kwa uhuru, lakini tunapokwenda kwenye maombi pia kila mmoja aweze kusikia na kwa ajili ya kuomba vizuri, lakini pia na mimi binafsi nipate nguvu kwenye kifua cha kusukuma maombi ili kila mmoja aweze kuomba kwa kadiri ambavyo Roho Mtakatifu anatusaidia. Najua mnapambana na mazingira ya mwangwi, lakini Mungu awasaidie. Nyanyua mikono yako juu, mtu wa Mungu. Tunakwenda kwenye toba, na tunapokwenda kwenye toba, hebu tubu kwa ajili ya kizuizi cha siri ambacho inawezekana